masomo wakajifunzia hayo masuala ya hizo sheria na hizo taratibu. Halafu Yesu wazazi wameenda safari ya kurudi Nazareti, halafu mtoto Yesu amebaki pale na akubaki kuzurura, anaenda mahali ambapo wale wazee wanakaaga kwenye vikao vyao pale, wanakaaga wakiwa nasoma vitabu vyao na kujadili masuala yao. Yesu anaenda pale akaanza kuwauliza maswali. Nataka usome uelewe kitu hapa nataka kusema hapa. Nisikilize vizuri. Mstari wa 46. Baada ya siku 3 wakamwona hekaluni ameketi katikati ya walimu. Unaposema walimu, kuna watu wanaitwa rabi. Rabi ndio walikuwa walimu wa hizi sheria, ambao wengi wao walikuwa ni watu ambao wamequalify kwa cheo cha kuitwa Farisayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Simoni, Nikodemo yule alienda kwa Yesu usiku. Nakumbuka alikuwa cheo chake ni Farisayo, lakini ni rabi, kwa sababu Yesu alimuuliza swali, wewe ni mwalimu wa Israeli, halafu mambo haya huyafahamu? Haleluya. Sasa amekaa katikati ya walimu. Maandiko yanasema akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Tuko mstari wa 46. Halafu enda mstari wa 47. Na wote waliomsikia walistaajabia fahamu zake na majibu yake. Sasa hapa mstari unaotangulia unasema yeye ndiye anauliza maswali, lakini mstari unaofuata inaonekana yeye ndiye anajibu maswali. Umeona hiyo kitu hapa? Wa 46 unasema yeye ndiye alikuwa anauliza maswali na kuwasikiliza. Unaenda wa 47 unaona yeye ndiye anajibu. Tafsiri yake nini? Yesu alikuwa anataka kujidhihirisha, kuwapa ufunuo kwamba unachokifanya chote ni mimi. Kwa alikuwa anauliza maswali, lakini katika kujibu kwao yeye ndiye anaanza kuwafundishia kutoka kwenye majibu wanayotoa. Wanashangaa majibu yao yanabaki si majibu, bado ni maswali. Wanaanza kupata majibu kwa Yesu. Wanadhani wanajibu, kumbe wanafanya maswali zaidi, halafu mwenye kuyajibu ni Yesu. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa badala ya wao kujiona wanamjibu, wao ndio wakawa wanashangaa wanavyojibiwa. Umeelewa mpaka hapo? Wao ndio kama walikuwa wamjibu, lakini katika kumjibu kwao ndio wanajikuta wao ndio wanajibiwa. Kwa wakawa wanashangaa majibu yake, maana wao ndio wanaojibiwa, wala sio Yesu anayejibiwa. Yeye anauliza maswali, halafu ndani ya maswali yake anatengeneza majibu ya mambo wale hawayajui kuhusu yeye mwenyewe. Wazee wanamtafuta. Baada ya siku 3 wanamwona. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ili ajidhihirishe yeye ndiye ufufuo. Unafahamu kwamba baada ya Pasaka Yesu alikaa kaburini siku 3. Unakumbuka kwamba baada ya Pasaka Yesu alikaa na walimu siku 3 akiwa na miaka 12. Alikaa kaburini siku 3 baada ya Pasaka. Alikaa na walimu siku 3 baada ya Pasaka. Ili ajifunue yeye ndiye ukamilifu wa mambo hayo
yote, na mambo hayo yote yanamaanisha ukombozi. Ndio maana anawaambia wazee, hamkujua kwamba ilinipasa kuwa hapa? Bwana Yesu asifiwe. Hamkujua ilinipasa kuwa hapa? Kuna mambo hatufanyi mpaka tujue yanachimbuka gani, yanachimbukia wapi, na yanajengwa juu ya nini, na yanasimamia kwenye kitu gani, ili baadaye yatokee. Haleluya! Na hiyo ni hekima ya Mungu ambayo ndani ya maombi haya nataka tuipate, tuvuke nayo mwaka 2026. Nina hakika hatutakuwa watu wa kawaida, hata utendaji wetu hautakuwa wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kila jambo halitokei tu, linatokea kwa sababu kuna mahali limesimamia. Yesu kwenye maisha yake aliishi kwa kuzingatia yanayompasa ili akamilishe kazi nzima ya ukombozi kwa kifurushi chote bila chochote kupungua. Unajua kwamba alilazimika kubatizwa pia. Unajua kwamba baada akiwa na miaka 30 alienda kubatizwa. Na kwa nini alibatizwa? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Maana Yohana alitokea akihubiri ubatizo wa toba. Si ni sawa? Sio Biblia yako inavyoongea? Alikuwa akihubiri ubatizo wa toba ili watu waweze kuandaliwa mioyo kumpokea yule ajaye nyuma. Yesu siku moja akaenda kubatizwa. Yohana anamfahamu kwa ufunuo. Juzi nilikuwa naongea kwamba sijui kama alikuwa anafahamiana kirafiki kimwili, maana walikuwa na undugu mama zao, au hawajawahi kuonana, ameona kwa mara ya kwanza, lakini vyovyote vile Yohana alifahamu kwa ufunuo zaidi ya kufahamu kwa kawaida. Hata kama alikuwa anamjua kama binamu sijui nani huko, lakini zamu hii alikuwa anaongea Yesu si wenye mahusiano ya kimwili, anazungumza habari ya mafunuo. Mengine yasoma Jumapili, lakini kula lingine alisema kwamba aliambia watu akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Nikisema hivi unaanza kuelewa, maana nimemaliza kuzungumza kondoo wa Pasaka. Haleluya. Nikisema hiki sasa hivi alichosema Yohana unaweza kuelewa baada ya kuwa nimekuambia mwana kondoo wa Pasaka. Anawaambia tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kaanza kumfafanua ni mkubwa kuliko mimi na kadhalika na kadhalika. Baadaye Yesu akafika akamwambia, nimekuja unibatize. Yohana jambo lile likamwea zito, kwa sababu anajua huyu ndiye hasa nimekuja kumtangaza, ndiye mkubwa kuliko mimi. Hiyo ni sababu ya kwanza. Ya pili, nabatiza wanaotubu, kwa maana wenye dhambi. Mimi nabatiza watu ubatizo wa toba, huku wakiziungama dhambi zao. Sasa huyu mimi nambatiza ubatizo upi? Kwa Yohana kapata shida, huyu anataka nimbatize, na mbatizaje sasa? Huu ubatizo wa kwake na uitaje? Na uita ubatizo gani? Maana nao batiza mimi mnaitwa ubatizo wa toba. Sasa huu tutauitaje? Haleluya. Kwanza ni mkubwa kuliko mimi, pili hana dhambi za kuungama. Mimi nabatiza wanaoungama dhambi, huyu mimi na mbatiza ubatizo tutakaoitaje? Kwanza na neema kubwa, halafu baada ya miaka 3, 4, 5 imezimika. Alifungamanisha misingi gani na hiyo, kama ni huduma na hiyo huduma yake, ili neema isipotee? Haleluya. Kama ni biashara, alifungamanisha na misingi gani
ili ile neema isipotee. Kwa hiyo nyingine, kwa nini wengine huanza na neema na kipindi fulani wameipoteza, na wengine wanaendelea nayo mpaka wanakufa wanayo? Kwa nini kijana aliyekuwa mtumishi wa Eliya, kipindi Eliya anaua manabii wa Baali, anazuia mvua na kusababisha mvua inarudi, wanatenda miujiza mikubwa kule Sarepta, wanakula chakula kisichoisha, wako pamoja, kwa nini historia yake ilipotelea Berisheba? Eliya alipomwambia baki hapa, mimi naenda jangwani, akabaki hapo na historia yake ya huduma yake na unabii wake umekomea pale. Kule alipokuwa mlimani Horebu, Mungu akamwambia nenda kamtafute Elisha mwana wa Shafati, mtu wa Abel Mehola, awe nabii mahali pako. Na Eliya alipopokea ile neema, siku Elisha siku amepokea neema baada ya Eliya kumtupia lile vazi lake, ile neema haikufa, badala yake akabaki na neema mara mbili ya Eliya baada ya Eliya kuondoka. Siri inakuwa wapi? Kujua yapasayo. Tunakwenda pamoja. Kujua yapasayo. Yule Berisheba aliambiwa baki, akabaki. Lakini Elisha akaambiwa mambo yale yale, akaambiwa baki hapa, mimi nakwenda Betheli, akasema sibaki, na tunaenda wote Betheli. Akaambiwa baki hapa, mimi naenda Yeriko, na mimi naenda Yeriko. Akaambiwa baki Yeriko, mimi naenda Yordani, na mimi naenda Yordani. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini mmoja aliambiwa mara moja baki, akabaki. Ukimuuliza mbona uko hapa? Sasa niambia mwenyewe ni baki. Si mnasemaga hivyo? Mchungaji mwenyewe ndiye amesema. Wewe hujui kujiongeza. Bwana Yesu asifiwe. Utabaki njiani. Haleluya, haleluya. Mchungaji amesema hivyo hivyo, hajasema mengine. Yule jamaa, mtu yeyote alikutana naye, mbona unadua na tulikuona wewe ulikuwa kwenye huduma kubwa, mbona unazubazuba hapa mjini? Aliniambia tu ni baki hapo. Alikwambia atarudi lini? Sijui. Alikwambia ubaki unafanya nini? Sijui. Alikwambia atarudi baada ya muda gani? Sijui. Sasa huyu kwa nini asipoteze neema? Huyu hajui kila kitu, kwa nini neema isipotee? Haleluya, haleluya. Kujua yapasayo. Unahitaji, hili ni jambo si la kushitukiza. Unahitaji kabisa uombe Mungu akupe ufunuo wa kuconnect na akili ya kujua. Maandiko yanasema ni akili. Jana tulikuwa tunasoma wana wa Isakari, watu wenye akili ya kujua nyakati na yawapasayo Israeli wayatende. Yaani sio jambo la kubahatisha, ni jambo kwamba linakuambukiza kiroho. Neema ya kiroho inakuingia na kuambukiza, unaanza kuwa ni mtu wa akili inayojua yapasayo. Wangapi wanapenda kupokea akili hiyo? Jiona leo Mungu awape akili hiyo, kuwa na akili ambao bila huhitaji kuambiwa, huhitaji kuchochewa kama kuni. Unaelewa wewe mwenyewe yapasayo, maana una akili ya kujua yapasayo. Ili utoke ngazi uliopo ende ngazi nyingine, ili utoke utukufu kwenda mwingine, unajua na una akili, sio ya kubembelezewa, akili ya kujua yapasayo. Tunakwenda pamoja. Yesu alikuwa anajua kwenye misheni yake ya ukombozi, kile kikao cha siku 3 na wazee kinahusika na kina nafasi yake. Ukikitazama kwenye safari ya ukombozi, unaweza kuona kama hakikuwa na maana yoyote, kwani kubaki pale Yerusalemu na wale wazee kulichangia nini kwenye wokovu? Yesu anajua ilihitajika na isingerukwa. Wewe una shida, unaruka vingi unavyoviita sio vya muhimu. Wangapi wananielewa? Kuna vitu tunaonaga sio vya maana, unavirukarukaga tu, unataka kuwahi kwenye yale makubwa. Kuna mtu mmoja mwaka fulani zamani sana, miaka mingi imepita, nilimwambia
nataka kunifulie nguo. Haleluya. No, aliniambia hivi, nimekumbuka. Aliniambia, mchungaji, kama kuna shughuli yoyote, kama kuna huduma yoyote unaona ipo, unaniacha kuniambia, unaniambia. Nikajua ngoja nikujaribu. Nikamwambia, nyumbani na nguo chafu, uje kufua. Si wapi story, nawaambia kabisa jambo nilifanya. Huko nikiwa mchungaji, miaka mingi imepita, karibu 20 hivi, inakaribia kufika. Hadi mchungaji, yani kukiwa na huduma yoyote, wewe unaniacha, unaniambia. Nikamwambia yes, ipo. Hivi tunavyozungumza ipo. Kuna nguo uchafu nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hata sikumbuki alijibu nini, ila aliondoka kama yupo. Yaani ile jukumu alilikwepa kabisa. Nikajua huyo hana moyo wa utumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ungemwambia kuna kuhubiri mahali fulani, nina kipindi cha Jumatano na kuachia, ngesema yes, mchungaji anatambuaga huduma yangu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mchungaji na huduma yangu anaitambua. Ili nitambue una huduma, unaweza kushughulika na zile ambazo wengine wanaziita ndogo, hazina heshima. Zinaweza, wewe una unyenyekevu wa kutosha kufanya hata vitu ambavyo havina heshima. Maana mtumishi yote lazima awe na moyo wa unyenyekevu. Mtumishi yote lazima ni mtu ameshuka. Niambia unahubiri, wanahubiri ni wengi. Hata ambao si watumishi wanahubiri. Si Paulo anasema iwe kwa ahira, iwe kwa nini, Yesu ahubiriwe tu. Sasa wanahubiri kwa ahira nao ni watumishi. Mnanielewa vizuri? Unaongelea kuhubiri. Hata wanahubiri kwa ahira wapo. Usiniambie kuhubiri ni huduma. Hata wanahubiri kwa ahira wapo. Tunatafuta moyo wa utumishi, moyo wa huduma ndani ya mtu. Akaondoka. Kumbe wakati naongea na huyo, kulikuwa na mtu ambaye hahusiki kabisa, ila aliovahia, alisikia kwa mbali yale ya mazungumzo. Kama kesho yake au baada ya siku mbili hivi, sikumbuki, akanijia akaniambia, mchungaji, zile nguo ulizokuwa unazisema bado zipo? Sikuwa naongea naye, hakuwa kwenye hayo mazungumzo, ila alifanikiwa kusikia kwa umbali fulani. Alikuwa amekaa mahali pembeni, kumbe wakati naongea na huyu alisikia. Zikapita siku moja au mbili, sikumbuki vizuri. Siku moja akanijia akaniuliza, zile nguo ulizozisema zipo? Bado zipo? Nikamwambia bado zipo. Hata kama zilikuwa zimeshafuria, maana na yeye nitaka nimsome vizuri. Nikamwambia bado zipo. Akasema nitakuja kuzichukua. Yule bwana alikuja akaomba nguo chafu, zikakusanywa zote za kwangu ambazo ni chafu, akazibeba. Alikwenda nako sipajui. Zilikuja kesho yake, zote ni safi na zote zimepigwa pasi. Huyo ndio mtumishi. Huyo akiniambia nipe kipindi Jumatano, nampa kwa moyo mweupe. Huyo ni mtumishi wa Mungu. Haleluya. Huyo ni mtumishi wa Mungu. Msingi unaojenga ili uinuke, unajenga wapi? Kuna vingine vilikuwa ndio msingi, unaviruka. Mtu asingeweza kujua kubaki Yerusalemu kuna maana gani. Mtoto wa miaka 12 kuna maana gani na uhusiana aje na wokovu? Lakini yeye anajua. Na maandiko anasema alipowaambia wale wazee, ninyi kwani hamjua kwamba ilinipasa kuwa hapa kwenye hii nyumba ya baba yangu? Maandiko anasema wakabaki hawajaelewa. Yalikuwa ni mambo ambayo hata wewe huwezi kuelewa. Kwamba haya yana connect vipi na Yesu kutoka mbinguni kuja duniani kuokoa.
Haleluya! Lakini yeye anajua hayo yanakonektia wapi, na lazima yawe sehemu ya mchakato. Haleluya! Siku naenda kubatizwa, Yohana hakuelewa huyu naye anabatizwa kwa sababu gani, lakini yeye anaelewa kwa nini anabatizwa na kwa nini hiyo kubatizwa isirukwe. Mtu mwingine angesema sasa sangeruka tu, swala sikufa msalabani akafia watu, sasa kubatizwa nako kuna husikaje? Haleluya! Mtu mwingine angeona kwamba ile ingerukwa tu na mambo yangeendelea na bado wokovu ungepatikana, angekufa msalabani na wokovu kapatikana, lakini anajua haikupaswa kurukwa. Haleluya! Alipoona maswali ya Yohana alimpa jibu rahisi sana, akamwambia kubali hivi sasa, kwa sababu ndivyo inavyotupasa kutimiza haki yote, kufanya yanayotupasa, tufanye yanayotupasa. Hili nalo linatupasa. Haleluya! Kumbe kubatizwa ndio mfano wa kuzikwa kwake, anaongelea atakavyozikwa. Kwa nini hatufanikiwi? Mungu anapotaka kutupromoti kwenye maeneo fulani hatufiki, ni kwa sababu kuna hatua zingine ni za kiroho kiasi kwamba unahitaji kutii na kuifanya. Wewe unataka kujadili kwanza. Haleluya! Unataka kujadili kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa baada ya kumaliza yote hayo, Yesu akaingia kwenye utaratibu huo wa kufundisha watu, utaratibu huo. Haleluya. Ulishawahi kuona historia ya mtu mmoja anaitwa nani? Cornelio. Cornelio anaomba kama sisi hapa tunapiga 21 hapa. Cornelio anapiga za kwake siku ngapi? Yeye kila siku maombi hayakatiki, kila siku na sadaka. Lakini Yesu akamwambia sadaka na nini, kuna mahali hutafika mpaka patikane mtu akufundishe ya kupasayo. Sawa, unaomba, baada ya kuomba ya kupasayo ni nini? Sawa, unatoa sadaka, baada ya sadaka ya kupasayo tunakwenda pamoja, ili sadaka zako zianze kuleta matokeo. Kuna ya kupasayo yanatakiwa ambatane na sadaka zako. Haleluya. Baada ya maombi yako mengi, bado kuna ya kupasayo ambayo ndio yanaendana na maombi yako ya kupasayo. Akamwambia maombi yako yameshafika, tumeshasikia sana, na sadaka zako ziko huku, zimeshafanya ukumbusho. Sasa tuma watu waende Yafa, ukamwite Simoni aitwaye Petro, yuko kwenye nyumba ya Simoni mtengenezaji wa ngozi iliyoko karibu na pwani. Aje hapa nyumbani kwako akuambie ya kupasayo kufanya. Sasa usimgesema nimeshafanya nipasayo, ya nipasayo sikuomba, si nimeshaomba. Ya kupasayo baada ya kuomba kufanya, ya kupasayo kufanya baada ya kuomba. Wangapi wananielewa nachoongea? Yanayokupasa kufanya tunaomba sawa, lakini baada ya hapo, ndio maana tunafundisha, na mimi natumia muda mwingi kufundisha haya maneno tunapoomba, ili tusimalize kuomba halafu hatujui kwa nini tumeomba. Tusimame. Biblia ikiita akili, anasema wana wa Isakari, watu wenye akili ya kujua nyakati na kujua yapasayo wana wa Israeli wayatende. Kujua ndio akili nayoiongelea, ndio tunayotaka kuiomba. Moyo wa akili, sio akili za kichwa, moyo wa akili, akili za moyo wa kimungu. Hiyo akili ya kimungu inamtengenezea mtu unyenyekevu, utayari,
wa kutenda akijua mapenzi ya Mungu, inampa unyenyekevu, utayari wa kujua Mungu anataka nini wakati huu, na akawa yuko tayari kuwa flexible, kujiadjust kwamba hivi Mungu anavyotaka, hata kama nilikuwa najielekeza hivi, Mungu anataka hivi, nageuka. Kila moja endelea kuanza kuomba sasa. Nenda moja kwa moja bila moyo wako mbele za Bwana. Ni jambo kubwa ambalo tunaliomba, ni jambo la muhimu sana, ni jambo la ndani, ni hekima ya kimungu ambayo tunaitafuta, ni ufahamu wa kimungu. Hii inaomba unyenyekevu, inaomba utayari, inaomba moyo wa namna fulani ndani ya mtu, kujua ya kupasayo. Si jambo la kitaaluma, si jambo ambalo nasema nitalisoma kwenye kitabu, nitafundishwa kwenye semina. Ni jambo linaishi kwenye maisha, halipatikani kwenye semina. Linaloliongelea hutalipata kwenye semina, hutalipata ndani ya vitabu, unalipata ndani ya Roho Mtakatifu aliye hai. Rimoshaka yabosaka ya mashakarianda rabosaka, katika jina la Yesu ninajisalimisha mbele zako, kwa sababu najua akili hii si ya kujifunza, wala si ya kwenda darasani kuisomea, wala si ya kwenda kwenye chuo kuipata. Ni akili inayotiwa ndani ya mtu na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ninaomba uitie ndani mwangu katika jina la Yesu, uiumbe na unitengeneze upya, moyo wangu ukuelekee, niwe naweza kutembea pamoja na wewe, na nikijua yanipasayo na kuyafanya, na imani inayotosha kuweza kuyatenda, hata kama yanagharimu, hata kama yana hatari. Mungu unisaidie niwe nayo wakati wote. Imani ya namna hiyo isinitindikie. Imani ya namna hiyo ya kuweza kujua na kutenda yanipasayo isitindike ndani mwangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba mwema, naomba nikushukuru kwa sababu nimesema na kanisa lako, tumeomba na kanisa lako kwa muda wa hii nusu saa, na mimi naomba ya kwamba neema yako 26 wote walioshiriki maombi haya, maisha yao yawe ya tofauti, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, na kila mmoja apate kukuona na